na imechoka kweli kweli. Na sababu ya kuchoka mnaijua. Watu wanaposhuka nidhamu, tizama tu katika nyumba yako. Ukiona watoto baba anasema na watoto wanasema hawamsikilizi baba, utovu wa adabu umezidi ndani ya nyumba, ujue hiyo nyumba si salama tena. Na hii nchi yetu sasa si salama tena. Leo mnawasikia ndani ya bunge, mnawasikia ndani ya baraza la wawakilishi. Ndani ya bunge wanasema kuna Yuda. Huo ni utovu wa adabu wa hali ya juu. Wanazungumza ubaguzi. Kule Zanzibar, nyinyi wa Makonde, wa Makua, wamewapa vitambulisho vya Mzanzibari mkaazi na wakawanyima vitambulisho hivyo hivyo wa Zanzibari wakaazi, ili wanaamini kwamba watu wa bara watawapigia kura CCM. Leo wanaandaa bajeti yao, wanasema hawawezi eti kuwatibu watu milioni 60. Hii ni haki kweli? Hii si dharau? Geukeni. Na hii wanafanya maksudi. Wanapokuja kule Zanzibar huwa wanakukwamisheni maksudi, wakati nyinyi watu wa kanda huu wa kusini, kama nilivyosema, ni miongoni mwa wao watu ambao mulipambana kwa dhati na bega kwa bega na Wazanzibari kuhakikisha kwamba sultani na Mwingereza anaondoka Zanzibar. Leo wanasema hawawezi kuwatibia. Si wameshindwa hao kuongoza? Ndugu zangu, yanayoendelea kwenye baraza la wawakilishi, yanayoendelea kwenye bunge, viashiria vya wazi wazi kwamba mama nchi imemshinda. Kwa sababu watoto wanapokosa adabu, maana yake kile kichwa ndo hakiko sawa. Kichwa kinapokuwa hakiko sawa, miguu na mwili na mikono haiwezi kutengamaa vizuri, itakwenda tu, utakwenda kushoto, utakwenda kulia, utakwenda pembeni. Ndugu zangu, tuungane kuhakikisha tunafanya mabadiliko kwa amani, na hakuna njia nyingine ni kujiunga na chama hichi cha Chadema, kukipa nguvu, kukichangia ili kiweze kutimiza malengo na matakwa ya Watanzania. Sisi Wazanzibari tumekuwa tukilia kwa muda mrefu sana, tunamtaka mamlaka kamili ya Zanzibar. Lakini mamlaka kamili ya Zanzibar yalikuwa yanakamishwa na nyinyi ndugu zetu wa Tanganyika, kwa sababu mlikuwa hamko tayari. Lakini naamini sasa mko tayari, au bado hamjawa tayari? Tuendelee kuidai Tanganyika, tuendelee kuidai Zanzibar, na tuwe na serikali ndogo ya shirikisho la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu bado sisi ni Watanzania na bado ni ndugu na tunachangiana damu kwa kila hali. Ndugu zangu, wakati wa mabadiliko ni sasa. Tukipoteza fursa hizi kuanzia sasa mpaka 2028, tukivuka hapo bila katiba mpya, aminini kwamba hakutokuwa na mabadiliko tena. Tushikilie hapa hapa. Wenzetu wa nje, naamini mnajua, leo nyote mmesikia bunge la Ulaya limepitisha mswada wa kuitaka tume ya Ulaya ifikirie upya msaada kwa Tanzania. Ni jambo baya sana kunyimwa msaada, lakini inabidi lazima tusage meno yetu, tufunye meno yetu ili tufikie mafanikio ambayo tunayataka. Ndugu zangu, mko tayari? Mko tayari? Ndugu zangu wana Nachingwea, mimi leo sio msemaji mkuu hapa. Nina mkutano wangu maalum nimeandaliwa kwa ajili yangu Tandahimba kesho, na makamo bara atakuwa na mkutano wake maalum Masasi. Mkutano huu wa makamo mwenyekiti wetu bara, ndugu yetu John Heche. Mheshimiwa Heche, tafadhali uje uzungumze na ndugu zetu wa Nachingwea, uwape neno la faraja.